Kuna wabubujaji hapo, kuna wasemaji. Nije hola. Ya kubariki shughuli yetu. Semaji, mimi bwana nilikuwa Simba. Leo ndo nimebatizwa hapa. Na mimi ndo nimesema ndo MC wa Yanga. Mimi nikiwa pale na kaka yangu Dakota, hao wengine hao wanapiga kelele kwenye ile tamasha la Sendo Fulile, watakaa. Kaka, hii injini. Leo ndo nimekabidhiwa kadi yangu. Nimeama rasmi sasa, niko nawe kaka yangu. Kaka. Hivi kwenye wasemaji sio kwako na wasemaji. Sasa ukipata msemaji, mimi msemaji wako. Shughuli imeisha. Karibu sana kaka yangu. Sami, nimefurahi sana leo kukabidhiwa jezi za Yanga 3 hapa na viongozi. Na leo rasmi kabisa nami ni mwananchi. Kwa hiyo karibu sana kaka yangu. Tuweze kulisongesha jahazi la Yanga. Mimi kwa nateseka. Nilikuwa mnapata raje. Nilikuwa naonea wivu. Nachoka mimi. Karibu sana kiongozi bwana. Asante sana vijana. Wewe ulikuwa unateseka au sio? Nilikuwa nateseka sana ndugu. Sana. Wananchi, mambo vipi? Ukweli sikuwa nimejiandaa kuzungumza lolote lile, kwa sababu mazingira yanaonyesha hapa maneno yanatakiwa yawe kidogo, alafu watu wacheze sana. Sasa kwa kuwa nimeitwa hapa mbele na kazi yangu ni kusema, basi ni vyema nitumie fursa hii kusema hayo machache ili tuendelee na burudani. Kwanza nitumie fursa hii kuwapongeza wote ambao tumehudhuria kwenye hafla hii, na ninaomba kwa heshima kubwa tujipigie makofi mengi sana, kwa sababu tukio ambalo limefanyika hapa mnaweza kuliona la kawaida. Maandalizi haya, ubora wa kila kitu ambacho kiko hapa, kwa jicho la kawaida mnaweza kuona kitu cha kawaida, lakini yuko mwenyekiti wa timu moja ilibidi afanye mkutano kwenye vichaka kwa sababu hawezi kumudu gharama za kuandaa kitu bora kama hichi. Kwa hiyo mnastahili pongezi na kujipigia makofi mengi sana wananchi. La pili, mimi sio mtu sana wa bendi. Ndugu yangu Kalala yuko hapa. Kalala Junior. Unaitwa na mwenyekiti wa wasemaji bwana duniani, sio Tanzania. Hili msemaji la dunia hili. Kabia. Wakati jana wanapanga ratiba za shughuli ya Jumapili, mtu mmoja akasema tunatakiwa tuwe na bendi mwaka huu, na alivyosema bendi akaitaja Tukuyu. Sasa sisi sio watu wa bendi, nikawa na mashaka hivi, lakini nikwambie ndugu yangu Kalala, nilichokishuhudia hapa kwa dakika chache, Jumapili nchi inakwenda kufurahi. Wananchi! Tukuyu sio bendi, Tukuyu ni wata bendi. Naamini Jumapili sote ambao tutajaliwa kuja na ambao watafuatilia kupitia TV mbalimbali, Tukuyu itakwenda kuandika historia. Na kama kuna mtu ana mashaka kutoka leo, tunao waandishi hapa. Nyie Tukuyu ndio bendi ya taifa. Wakikuuliza nani kasema, waambie kasema Ali Kamwe, mwenyekiti wa wasemaji. Hongera sana bwana. Na la mwisho nimpongeze sana Dr. Hoa. Wakati nimekaa naye pale nikamwambia umeweza vipi kuandaa kitu kizuri kama hiki? Akaniibia siri ambayo na mimi naomba niiseme hapa ili ikahamasishe matawi mengine. Wenzetu wa Seven Lounge, viongozi wao wanajitoa kuandaa shughuli kama hii, na shughuli hii wanaitumia kama sehemu ya hamasa ya kupata wanachama wapya wa klabu. Nimeambiwa hapa wote tuliokuja hapa tuna kadi zetu za Yanga.
na kama huna kadi, maana yake inabidi uilipie kadi ndio uweze kuhudhuria shughuli hii.